Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali. Huu ni mwezi Januari, wana na binti za Mungu, na leo tunaenda kuliangazia somo la Januari 27. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako kujifunza neno lako. Tusamehe dhambi zetu, tuongoze tuelewe haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Januari 27, mada ikisema kuunganishwa kama wana wa Mungu. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya 26. Imeandikwa, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Ni nadra kupata watu wawili wanaofanana kabisa miongoni mwa wanadamu, kadhalika na miongoni mwa ulimwengu wa asili. Kuna tofauti. Umoja katika utofauti kwa watoto wa Mungu, udhihirisho wa upendo na uvumilivu bila kujali tofauti ya silka. Huu ndio ushuhuda kwamba Mungu alimtuma mwanawe ulimwenguni ili kuwaokoa wenye dhambi. Umoja ambao upo kati ya Yesu na wanafunzi wake hauharibu haiba ya mtu awaye yote. Kwa akili, kusudi na kwa tabia ni wamoja, lakini sio kwa nafsi. Kwa kuwa washirika wa Roho wa Mungu, kwa kukubaliana na sheria ya Mungu, mtu anakuwa mshirika wa asili ya uungu. Yesu anawaleta wanafunzi wake katika muungano ulio hai na yeye pamoja na Baba. Kupitia kwa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika akili ya mwanadamu, mtu anakamilishwa ndani ya Yesu Kristo. Muungano na Yesu huanzisha mfungamano wa umoja na mtu mwingine. Umoja huu ndio uthibitisho wa hakika kwa ulimwengu wa ukuu na wema wa Yesu na uweza wake wa kuondoa dhambi. Mamlaka za giza hazina nafasi dhidi ya waumini wanaopendana kama Kristo alivyowapenda, wanaokataa kuunda utengano na ugomvi, ambao husimama pamoja, ambao ni wema, wenye staha na wapole, watunzao imani itendayo kazi kwa upendo na kuitakasa roho. Ni lazima tuwe na roho wa Kristo, ama sivyo sisi si watu wake. Katika umoja kuna nguvu, katika utengano kuna udhaifu. Kadiri tunavyokuwa na muungano wa karibu na Yesu, ndivyo tutakavyokuwa na muungano wa karibu sisi kwa sisi. Utofauti na kutoridhika, ubinafsi na majivuno hupambana kushika hatamu. Haya ni matunda ya moyo uliogawanyika, ulio tayari kupokea mapendekezo ya adui wa roho. Shetani anafurahia sana pale anapootesha mbegu za mafarakano. Katika umoja kuna uzima, nguvu ambayo haiwezi kupatikana kwa njia nyingine yoyote. Leo ni Januari 27, mada ikisema kuunganishwa kama wana wa Mungu. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mji hautapita na hapana giza, machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza.
milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru, na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza.